بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى هو سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تمسك بدينه واشتاد في مرضاته نال السعادة في الدنيا وشرف المنازل في الآخرة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الكرام وأصحابه المجاهدين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجوا الله baada ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani na baraka zimwendee alipolazwa rasulul ummah wa sayyidu thaqalaini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yena watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na waislamu wote ambao watakayeshikamana na kitabu cha Allah wakashikamana na mafunzo ya bwana mtume Muhammadi hadi siku ya malipo mema. Ya Rabbi, tunakuomba kwenye siku hii ya leo, siku tukufu, siku ya Arafa, Allah, tunakuomba kila aliyejikurubisha kwako kwa jambo lema, ima saumu, ima sadaka, ima zikri, Allah, siku ya leo isiondoki ila umemlipa sawasawa na yale ambayo unayohitaji. Ya Allah, tunakuomba utusamee madhambi yetu. Tunanuka machafu, tunanuka madhambi. Wewe ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Tunakuja mbele zako tukikutaka msamaha na tuna uhakika kuwa utatusamee kweli kweli. Wagonjwa Allah, tunakuomba uwaponye. Wewe ndiyo mponyaji hodari. Wenye shida Allah, kwa siku ya leo na utukufu wa leo, waondolee shida zao. Ndugu zangu, leo ni siku ya Arafa. Yako matukio mengi yaliyotokea katika siku ya leo, lakini acha tufaidike na tukio moja tu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza katika Qur'ani alipomwambia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumlani shaitani na kulianzia jina lake Allah. Allah anasema: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aya hii ni moja katika matukio ya siku ya leo ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu. Dini imekamilika siku ya Arafa. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala amezitimiza, ilikuwa ni siku ya Arafa. Wa raditu lakumul islam dina, Allah akairidhia dini yenu ya Uislamu. Allah akawazawadieni siku ya Arafa kuwa Uislamu tangu leo ndiyo dini yenu, ndiyo dini ya viumbe vyote. Ndugu zangu Waislamu, alikuja Yahudi kwa Amir al-Mu'minin Umar, akamwambia: ya Umar, ayatun, kuna aya takraunaha, mnaisoma,
iko ndani ya kitabu chenu. Lau sisi Mayahudi tungelipewa bahati ya aya hiyo, basi wakati aya hiyo iliposhuka, siku ambayo aya hiyo ilishuka, basi tungeifanya kuwa ni siku kuu kwetu. Amir al-Mu'minin Umar akamuuliza huyo Yahudi, ai aya ni aya gani hiyo ambayo lau ingeteremka kwenu nyinyi Mayahudi mngelifanya siku hiyo siku kuu? Yahudi akaisoma akasema, aya yenyewe ni hii: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ndugu zangu Waislamu, Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu akasema, mimi ninafahamu aya hiyo ilishuka fasi gani na wakati gani, akizungumzia au kukusudia kuwa aya hiyo imeshukia kwenye mlima wa Arafa na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni moja katika neema za siku ya leo ya Arafa. Moja katika fadhila zingine kubwa ni swaumu kwa yule ambaye atakayeswaumu siku ya leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, atakayeswaumu siku ya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi ya miaka miwili. Madhambi ya mwaka jana na mwaka huyu ambao tunataka kumaliza. Miaka miwili. Masaa 13, 14, 15, 16 sawa sawa na inchi. Allah anakusamehe madhambi ya siku 720. Allahu akbar. Unasamehewa madhambi ya miaka miwili kwa saumu yako. Ameangamia, amepata hasara yule ambaye siku ya leo ya Arafa itaondoka na hakujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamalizia darasa letu la leo kwa nasaha kwa wale ambao wanao uwezo wa kuchinja kisha wa kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana lahu saa, yule ambaye atakuwa na uwezo, falam yudahi, kisha asichinje, fala yaqrabanna musallana, asisogelei mswala wetu, bimaana asisogelei kwenye uwanja wa Eid. Una uwezo wa kuchinja kisha ukashindwa kuchinja, wewe Muislamu, Mungu akupe nini wewe? Unapata thawabu na nyama unakula, lakini binadamu hatupo. Ndugu yangu, umepata hasara wewe ambaye utakuwa na uwezo wa kuchinja kisha ukashindwa kuchinja. Wallahi ni siku moja hiyo, lakini wako wengi walitamani na wao wafikie siku kama ya leo, siku kama ya kesho, lakini Allah hakuwawezesha. Tulikuwa nao ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini leo ni mwezi wa 3 tayari wako makaburini. Haijalishi wewe, huenda na wewe ndio Arafa yako ya mwisho au ndio mwaka wako wa mwisho. Wakadiriki wengine Arafa na Eid ya mwaka kesho, mimi na wewe hatupo. Badilika mwanadamu, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia si chochote, dunia sio yako, na udongo hauli sombe. Udongo unakula minofu, udongo unakula minofu, tena minofu ya watu waheshimiwa, matajiri. Matajiri wamelala hapa, matajiri, tena matajiri, mabilionea wamelala hapa, wenye vyeo vyao wamelala hapa. Ndugu yangu, mimi na wewe huenda ndio ikawa Zulhijja yetu ya mwisho. Ya Rabbi nimefikisha, ya Rabbi nimefikisha, ya Rabbi nimefikisha. Allah, tunakuomba utupe mema katika maisha haya duniani na kesho akhera, usitusahau katika janna yako. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala rasulillah.